na waliotangulia kuomboleza kifo cha marehemu Coach Abdul Hani Msoma ambaye kimetokea hivi karibuni huko India. Tumwombe Mwenyezi Mungu ailaze roho yake peponi, amin. Taifa limeondokewa na mwanamichezo mahiri sana. Leo wakati katibu wa ZFF anaeleza juu ya historia ya kombe la Muungano, nakumbuka wakati ule tuko wadogo sana, miaka 80, tunakuja hapa Amani kuangalia Small Simba, Small Moto, sijui kama vijana wa Gen Z mnajua, lakini wakati huo ilikuwa Small Simba ndio timu ambayo anaifundisha marehemu kocha Msoma, ilikuwa iko moto kweli, na mchango wake ni mkubwa sana katika michezo, lakini si katika michezo. Kocha Msoma amekuwa ni kiongozi katika serikali kwa nafasi mbalimbali, lakini amekuwa ni mzee wetu. Mimi binafsi ni mzee wangu sana, nikiwa mbunge wa jimbo la Kwajuni ambaye kocha Msoma ni mwananchi mwenzangu, ni katika wazee ambao tumekuwa tukiwategemea sana. Kwa tumeondokewa kwa kweli, lakini hakuna zaidi ya kufanya isipokuwa ni kumwombea dua. Baada ya maombolezo hayo, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia tukutana hapa leo tukiwa wazima na wenye afya katika hafla hii muhimu sana ya utoaji wa zawadi kwa walioshiriki kufanikisha mashindano ya Ligi ya Muungano kwa mwaka huu. Nataka nishukuru sana uongozi wa ZFF, wizara, kwa heshima mlionipa ya kuweza kunialika mimi kuja kuwa mgeni rasmi katika tukio hili adhimu hapa leo. Nichukue nafasi hii vile vile kuwapongeza kwa maandalizi mazuri ya shughuli yetu, lakini kubwa zaidi kwa maandalizi mazuri na kazi kubwa mlioifanya ya kufanikisha mashindano haya. Hongereni sana. Ndugu washiriki, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zimeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha muungano wetu kwa misingi ya kikatiba, kihistoria, mshikamano wa kitaifa, maendeleo pamoja. Juhudi hizo zinajielekeza kuhakikisha kuwa jamii ya Watanzania inakuwa na umoja na ushirikiano katika nyanja zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Kwa hiyo mashindano haya yamekuja wakati mwafaka. Yamekuja kipindi ambacho taifa letu lilikuwa linaadhimisha miaka 62 ya muungano wetu, lakini linakuja katika kipindi ambacho serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais imeandaa mpango kabambe wa elimu kwa umma kuhusu muungano. Tumetambua kuna ombwe kubwa hususan kwa vijana kuhusu historia, chimbuko, faida za muungano wetu. Bado wako baadhi ya vijana hawaelewi, wengine wanaubeza, wengine hawafahamu. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna haja ya kuja na mpango mkakati huo. Kwa eneo kubwa ambalo tumelenga la vijana, tuliona tujikite katika maeneo yanayowagusa wao zaidi. Na maeneo ambayo yanagusa vijana ni kwenye elimu, kwenye michezo na burudani. Kwa mashindano haya imekuwa ni sehemu muhimu sana katika kufikiza malengo ya serikali ya kufikisha ujumbe wa muungano kwa wananchi, hususan vijana. Lakini mashindano haya ama michezo hii tumegundua ina faida kubwa sana katika kufikia lengo hilo. Kipindi ambacho mashindano haya yanafanyika, tumeona watu wengi wakiuzungumza muungano. Muungano ulikuwa kwenye masikio na macho ya Watanzania wengi, hasa kwa sababu umegusa eneo ambalo wanalipenda sana la burudani ya mpira wa miguu. Hivyo ni dhahiri kabisa tuna kila sababu ya kuhakikisha tunajipanga vizuri zaidi
ili mashindano yanayokuja ya miaka inayokuja kuanzia mwakani yawe bora zaidi ya haya. Mashindano haya ni muhimu sana, sio tu kwamba yanalenga kuleta umoja, mshikamano wa Tanzania na kuimarisha muungano wetu, bali pia ni mashindano muhimu katika kuandaa wachezaji wetu kuwa na mazoezi na maandalizi ya kutosha wanapojiandaa kushiriki mashindano mbalimbali ya kimataifa, hususan timu yetu ya taifa ya mpira wa miguu. Na katika hili ni lazima tujitathmini. Bali ya kazi nzuri ambayo imefanyika kama ambavyo nimepongeza, kuna haja ya kufanya tathmini ya kina ya mashindano haya, ili tutakapofanya mashindano mengine mwakani, sio tu lengo letu la kutumia mashindano haya kufikisha ujumbe wa muungano, lakini hata lengo la kuimarisha wachezaji wetu, kuimarisha timu zetu za taifa yaweze kutimia. Kwa hiyo naamini kabisa tathmini hiyo ambayo itafanyika, ripoti yake itasaidia kutoa mwongozo wa utaratibu bora zaidi wa uendeshaji wa ligi hii ili kutimiza malengo. Na malengo nimeeleza, sina haja kuyarudia. Tunataka hamasa kubwa kuhusu muungano, tunataka wachezaji wetu wapate maandalizi kupitia ligi hiyo, tunataka timu zetu zipate maandalizi kupitia ligi hiyo, hususan wachezaji wa timu za taifa, kwa maana ya wachezaji wetu wa ndani. Tunataka vile vile uwakilishi ulio bora wa timu zetu za taifa katika mashindano, timu zetu za ligi katika mashindano ya kimataifa. Lakini tunataka tuone kazi kubwa ambayo viongozi wetu wamefanya ya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya michezo, ikiwa viwanja vya kisasa na kadhalika, inaweza kutumika vyema, kwa maana kwamba hatuwezi kuona viongozi wetu wanatoa nguvu kubwa ya uwekezaji mkubwa sana wa miundombinu ya michezo, halafu miundombinu hiyo iwe haitumiki kwa kiwango kinachostahili. Ndugu washiriki, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 13 Aprili mwaka 2026, wakati akipokea taarifa ya kamati maalum iliyowasilishwa, taarifa ya maandalizi ya maadhimisho ya miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa agizo la kuimarisha muungano kupitia michezo na kuelekeza kurejeshwa kwa ligi hiyo ya muungano, na ligi hiyo ilirejeshwa. Nataka nimpongeze kwa dhati kabisa kwanza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake, lakini vile vile kwa kusaidia kufanikisha ligi yetu hii, kwa kuelekeza kwamba kiasi cha fedha za bajeti ya sherehe za muungano zitumike kuharamia ligi hii. Lakini nataka nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kumpongeza Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa mchango wake mkubwa aliotoa katika kufanikisha ligi hii, na mwenyewe kukubali kuacha shughuli zake akaweza kushiriki katika fainali ya ligi hii, jambo ambalo limeleta hamasa kubwa sana. Lakini ushiriki wake umepelekea kuongeza hamasa ya wadau wengi ambao tumeona wametambulishwa hapa, wa kuweza kuunga mkono jitihada za serikali katika kuiendesha ligi hii kwa kutoa michango yao mbalimbali ya hali na mali. Kwa pamoja tunawashukuru na kuwapongeza sana. Napenda kuchukua fursa hii vile vile kuwapongeza kwa dhati tena waratibu wa mashindano haya, Shirikisho la Mpira wa Miguu ZFF, kwa kushirikiana na Shirikisho la Mpira wa Miguu la Tanzania Bara TFF, kwa ushirikiano wao wa kutekeleza kwa vitendo agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na ligi hii. Ni imani yangu
kwamba tunapoelekea tutaweka utaratibu mzuri zaidi ili mashirikiano haya ya taasisi hizi muhimu yaweze kuwa bora zaidi kwa maslahi mapana ya ligi ya mwakani na miaka inayokuja, lakini na michezo kwa ujumla wake hapa nchini kwetu.